Naam, mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha. Tunaanza taarifa za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, lakini mwanzo tupate muktasari. Yajayo kwenye TV47 Matukio. Waliokamatwa Jumatano kwenye maandamano ya kupinga mauaji ya mwalimu Albert Ojwang wajiwasilisha mahakamani Mombasa, ila OCS akosa kuwasilisha faili yake. Viongozi wa kisiasa waendelea kuwashtumu maafisa wa polisi kwa ukatili, huku wakitaka maafisa wote katili kuwajibishwa kisheria. Na wakazi na washikadau wa michezo Nakuru waandamana kupinga pendekezo la ujenzi wa nyumba za serikali katika uwanja wa Afra. Na mtazamaji, karibu kwa lisali moja ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, na moja kwa moja ni kwamba viongozi na wakazi wa Murang'a wamekashifu tukio la jana ambapo afisa wa polisi alirekodiwa akimpiga risasi muuzaji wa barakoa ambaye hakuwa na silaha wakati wa maandamano jijini Nairobi, na kudai haki kwa mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang ambaye aliuliwa kwa njia ya kutatanisha. Kwa sasa mtazamaji, tunaungana na mwandishi wetu Robert Gakure moja kwa moja kutoka Murang'a atujuze mengi zaidi. Gakure. Naam, shukran. Moja kwa moja kutoka kaunti ya Murang'a, na hii leo kwa sasa tuko katika eneo la Kiruri, eneo bunge la Kangema, na wakazi vile na viongozi wameendelea kukashifu visa vya maafisa wa polisi kutumia nguvu zaidi wakati kuna maandamano. Kisa cha hivi karibuni kikiwa kisa cha jana ambapo inasemekana mfanyabiashara mmoja alipigwa risasi wakati wa maandamano, na ningependa kuzungumza na wakazi ili tupate hisia zao. Pengine wewe ukiwa mkazi, kumekuwa na migawanyiko baina ya viongozi ambayo inachangia vurugu hii yote na maandamano. Pengine ukiwa mkazi, wito wako ni upi? Kwa majina naitwa Duncan Muturi, ni mkaaji wa Kagema. Ambapo sisi watu wa Kagema, ile mambo inaendelea kwa nchi ya Kenya haitufurahishi hata kidogo. Kama jana tuliona wakati kulikuwa na maandamano huko Nairobi, polisi walitumia nguvu zaidi. Isipokuwa tunaelewa hata wanapolisi ni binadamu, lakini saa zingine kuna wakati wanaenda sana. Tunakashifu kabisa hiyo kitendo cha jana. Mpiga biashara mmoja ambaye alikuwa anaenda kutafutia watoto wake akapigwa risasi. Hakuwa na silaha yoyote, hakuwa na ubaya na mtu yoyote, lakini yule polisi alimpiga risasi. Alikuwa tu karibu na yeye, kwa hivyo hata hakumrudishia kitu, lakini alimpiga risasi. Tunakashifu hiyo kitendo na tunaomba viongozi tafadhali wasikizane. Juu wakati viongozi wanaumizana kimaneno, hiyo ndio inaleta mgawanyiko kwa wananchi. Tunawaomba tafadhali wasikizane. Asante sana. Na inasemekana ama taarifa ambayo tunaendelea kuchunguza ni kuwa kijana ambaye alipigwa risasi na hapo jana ametoka eneo bunge la Kangema. Ningependa kuzungumza na mbunge wa eneo hili ili aweze kutuambia pengine wito wake, kwani visa hivi vimekuwa vikiendelea wakati kuna maandamano. Tunapata maafisa wa polisi wanatumia nguvu zaidi na hata kupiga watu risasi. Wito wako ni? Okay, asante sana. Lagu first of all ni kupeana pole sana kwa familia ambaye wa kijana waliweza kupigwa risasi. La kushukuru Mungu ni ya kwamba bado ako ICU, na tunaomba Mungu zaidi ili kijana aweze kupata nafuu, na tunaomba madaktari waweze kumshughulikia zaidi ili aweze kupata nafuu. Lagu ni kusema ya kwamba hilo jambo la jana la kijana vile alipigwa risasi, inaonekana kuna shida sana katika police force, kwa sababu kijana alikuwa peke yake, na enyewe alikuwa anaonekana kijana ni vile kulikuwa orova, kulikuwa na askari na bado kulikuwa na guns wengine walikuwa wamebeba miti. Therefore ilikuwa safe kwa kijana kukaa mahali alikuwa amesimama, kwa sababu pale alikuwa tu miongoni ama karibu na askari. Kwa hivyo angesaidika saa ile yako na askari. Juu kutoka pale kama saa nyingine vile angetorokea pande ile nyingine, kuna wengine nao walikuwa na fimbo, walikuwa wanachapa watu. Therefore the insecurity in Nairobi was so confusing yesterday. Lakini I don't understand askari alifikia aje kufikiria
kumpiga risasi juu he was not armed. Hata sikuona any confrontation, jamaa alikuwa amesimama tu, alafu all of a sudden amepigwa risasi. Kwa hivyo kitu tungeomba ni ya kwamba first of all, katika hali ya maandamano ni vizuri sisi kama wananchi enyewe tuelewa ni binadamu, lakini askari naye tungewaambia at least wakuwe binadamu. Juu anaweza enda kufanya hivyo akuwa amepata hata ndugu yake ama his relative. Juu sikuelewa hata kidogo ni nini ilifanya huyo askari ashoot hiyo nini alishoot. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali first of all, huyo askari kwanza achukuliwe hatua kali. Kwa sababu kama angekuwa confronted, hata si wanadamu tungeelewa, lakini vile alipiga huyu kijana risasi ilikuwa tu kimakusudi. Hata huyu mtu anaweza onekana ni mtu ambaye anataka kuharibia serikali katika hali ile ya kazi yenye inafanyika kwa serikali. Lakini kwa hivyo tunaomba serikali imepata jina baya sana kuanzia kitendo ambacho kilifanyika cha Ojwang, hii imefanyika jana ya Kariuki. Tunawaomba serikali ionekane ikichukua hatua kwa wale watu wanafanya hizo vitendo. Juu wakiendelea kufanya alafu wanaachiliwa wanaenda kotini, hii kitu itaendelea and Kenyans will never be safe to anybody. Yeah. Na pengine kwa kifupi, wito wako pengine kwa kamati ya usalama katika bunge la kitaifa kwa kifupi. Kamati ya usalama mimi ningewaambia kwamba wasionekane tena wakiwa so lenient to the police force and the bodies which are supposed to be oversighting the police force. Juza ingine hata wakienda pale unaona as if they are asking them ile maswali inasemekana ya kwamba is suggestive questions. Wacha kamati iweze kuchukulia kama ni IG, because they are the one who oversight the IG. They are the one who oversight the IPOA. Wacha kama hizo institutions are not working, let the committee say they are not working. Let not give out suggestive questions or whatever. Let the committee be seen to be working. Kama IG afanyi, watu tuseme afanyi. Juu akiachilia polisi wafanye kazi vile wanataka, sisi wa Kenya ndio tutaumia. Na kesho yake itakuwa ndugu yangu ama ndugu yako. Yeah. Asante. Na ni taarifa ambayo tutaendelea kufuatilia. Tutaweza hata kutafuta familia ambayo inasemekana ndio familia ya kijana ambaye alipigwa risasi hapo jana, ili tuweze kuandalia taarifa katika taarifa zetu ambazo zitafuata. Kwa niaba ya mpiga picha na vile kwa niaba ya runinga ya TV47 kutoka hapa Kirure, eneo bunge la Kangema, jina langu ni Robert Gakure. Naam, shukran sana Robert Gakure kwa taarifa hiyo. Tuangazie mengine. Wanaharakati ambao walikamatwa hapo jana kwa kuandamana jijini Mombasa wamelaani vikali hatua ya polisi kukosa kuwasilisha faili zao mahakamani. Kupitia kwa wakili wao Yusuf Abubakar, wanaharakati hao wamelalamikia kukalishwa mahakamani kwa zaidi ya saa 3 bila faili zao kuwasilishwa wala majina yao kutajwa, licha ya kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 5,000 kila mmoja kutoka kituo cha Central Mombasa na kuelekezwa kujiwasilisha leo mahakamani. Kwa sasa wameelekea katika kituo cha Central jijini Mombasa ili kujua hatma ya kesi yao. We stayed in court up to 11:30 and no charges or no charge sheet was presented before court. The Office of the Director of Public Prosecution had not received any documents pertaining to this case from Central Police Station, Mombasa. It is our view that the police are not taking this case seriously. Because the procedure is they ought to have sent these documents to the office of the DPP, and it was for them to make a decision whether they are charging my clients or not. Tutawaandikia IPOA and we are going to take them to court on his personal capacity, not police, but OCS Wambua. Kisha ajaeleze kwa nini hakusign na hakuipokea ile barua. Kwa hivyo na leo inamaanisha wazi they are not serious. Okay? Sasa watu wameshikwa kutoka jana mpaka leo over 24 hours. Hata kuwapelekea IPOA yale mashtaka hawakupelekea. So they are not serious. They have the power. Kwa sasa wataonesha sisi tunaweza tukawashika, tukawatia ndani ikiwa sheria inasema hivi, haisemi, but we have that power. That's it. This is a continuation of what happened on the 25th of June last year against the finance bill.
So what we read is that the government is out to muzzle the voices of those who want to speak against atrocities perpetrated by government officials and public officers. So there's politics in it. Wakazi na washikadau wa michezo katika kaunti ya Nakuru wameandamana wakipinga pendekezo la ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika uwanja wa michezo wa Afra, wakitaja hatua hiyo kama inayopania kuzima vipaji kwa wachezaji chipukizi. Mike Chalo na taarifa kamili. Bila furaha hakuna furaha. Hakuna furaha bila furaha. Ndicho kilio cha wakazi, washikadau na wakereketo wa michezo katika jiji la Nakuru, wakiwa wamebeba mabango wakipania kuelekeza maandamano hayo katika afisi ya gavana Susan Kihika. Maafisa wa polisi wakiwa wamejihami huku wakizuia maandamano hayo kuelekea katika ofisi ya gavana. Hatuwezi kubali huu uwanja uende, na kwa kauli moja sisi tumesema bila afuraha hakuna furaha. Bila afuraha hakuna furaha. Na hii stadium, na wacha sisi kama komiti tuna hapa, hakuna mtaro itachimbwa kwa hii stadium. Hakuna mtaro itachimbwa kwa hii stadium. Akitaka tuanze kulala hapa tutalala. Sasa hiyo acha ikuwe vita yetu community na governor. Ghadhabu yao ikiwa ni kupinga ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika kiwanja hiki cha mazoezi cha Afra, almaarufu Afra Annex. Hatua hiyo ikitajwa kama ya kulemaza vipaji chipukizi kaunti ya Nakuru, kwani wakazi na wachezaji kinda hufanya mazoezi katika uwanja huu. Sasa tukijenga manyumba hapa ya real estate ya watu wa mambo yenyenye, watoto wetu watakuja kucheza kwa Kenyatta Avenue. Na kama basi ni hivyo, basi wacha tudemarcate Kenyatta Avenue basi, na hizo avenue zote ikuwe sasa ikifika saa 10 watoto wametoka shule tunacheza mipira zetu pale. Hapo kwa gavana nje kama natutengenezea uwanja kidogo, watoto wetu wakitoka shule tukuje tuna host matches zetu hapo, well and good. But kusema ukweli, this is not right. Aidha, wakazi na wandani hao wa michezo wamekiri kuwasilisha ombi la kuzuia ujenzi wa nyumba hizo za bei nafuu katika uwanja huu, vilevile wakitishia kumbandua gavana Susan Kihika mamlakani endapo kaunti haitazuia ujenzi huo. Tunaenda kupeana petition leo. Kama hautatii, you will be a one-term governor. Actually, you will be a half-term governor, kwa sababu tutakubandua, tutakung'oa uongozini ambao sisi tulikuweka. But with Afraha, we will not allow. Comrades power! Comrades viva! Viva! We will not allow Afraha to go. Mike Chelo, TV47, kaunti ya Nakuru. Tuangazie mengine. Walimu, wazazi na kamati za shule katika shule ya Ntolsei, Kajiado Magharibi wamehamasishwa kuhusu mtaala wa elimu wa CBC na kuibua swala la uhaba wa walimu wa kike. Katika kongamano lililoongozwa na shirika moja, upungufu wa walimu wa kike ulidokezwa kuwa changamoto kuu. Kwa mujibu wa afisa wa shirika hilo, Ali Letura, swala hilo limechangia wasichana kuaibika haswa wakati wa hedhi, kwani wanakumbwa na aibu na kushindwa kujieleza kwa walimu wa kiume. Kuhusiana na upungufu wa walimu katika shule zetu za mashinani huku Kajiado, shule nyingi za mashinani ikiwepo hii shule ya Torosei ina upungufu wa walimu, na hasa walimu wa kike. I have around 10 teachers, but only 2 are female. So that is a challenge because of a good number of our girls. Kama ingewezekana watuongezee mambo ya maji, watuongezee mambo ya ualimu. Ilikuwa wakati wa likizo, tulikuwa watoto wanaenda Manyata, kitabu wanaacha hiyo siku hiyo tu shule ikifungwa. Lakini vile tumepata hiyo elimu, tumeona masomo kama imekuwa ya muhimu. Tuangazie mengine. Kufuatia tangazo la kusomwa kwa bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2025 kunradhi 2026, sekta ya elimu imetengewa kiasi kikubwa cha fedha. Wakuu wa shule wanatarajia hali ambapo fedha zote za ufadhili zitatolewa kwa wakati ili kusaidia utendaji wa shughuli za kitaaluma bila vikwazo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa madarasa 8 katika shule ya msingi
ya Lugulu iliyo katika eneo bunge la Likuyani, mbunge wa eneo hilo Innocent Mugabe ameitaka Wizara ya Elimu kuondoa vikwazo katika huduma za KEMIS kwa wanafunzi mayatima ambao wanakumbwa na changamoto ya kutoa taarifa za wazazi kama inavyohitajika katika mfumo huo mpya wa KEMIS. Learners do come from vulnerable families. Some parents have not even gotten ID cards. Very many are orphans. Quite a number are street children. We have 147 street children. They even don't know where their parents went. We take care of them because we have a system of feeding them in our school. So they do come because of that lunch. And in that case, we assist them. So such children to be in NEMIS under parental documentation is so hard. Wakati mnaleta vitabu, sababu mnafanya procurement kule Nairobi, hamuulizi birth certificate. Mnauliza mwalimu kuna watoto ngapi, anakuambia unaleta vitabu ya watoto wote. Si ni kweli? Lakini kwa nini ikifika mambo ya capitation mnaanza kusumbua walimu na wazazi mambo ya birth certificate? Because it's going to ensure that the capitation we get in schools reflects actually what we need in our schools. It's going to capture accurately the needs of our schools. It's going to capture accurately the number of learners. And it's going to integrate the entire education systems, including quality assurance, teacher service commission, higher education rules board, the universities, TVET. It will be a game changer in the entire education. Kwingineko, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amezuru kampuni ya West Sugar ambapo amezindua mpango wa uwekezaji wa shilingi bilioni 4 wa kila mwaka katika kupiga jeki viwanda vya sukari. Hii ni baada ya serikali kuipa kampuni hiyo mkataba wa miaka 30 ikidhamiria kuvipiga jeki viwanda vya sukari eneo hilo na kuimarisha uchumi wa Wakenya na vilevile uchumi wa taifa kwa jumla eneo hilo. 40% of the levy will be allocated to cane development programs. That is the key. That's the key. In all the engagements we have had with the millers, they have all talked about the cane development program. And we will make sure that in that sugar levy, you are also represented there as miller. So in a manner of speaking, it is actually your money, you know, and should be used to make sure that your industry is protected and your industry is thriving. That's the whole aspect. 15% of the levy will go towards roads rehabilitation. If you go to areas with tea, there is a levy that goes towards maintenance. What we are seeking from the county governments is that when the millers contribute, when this levy comes, money for roads should be used for roads, and the roads that are of importance to the sugar sector. And then 15% is going to research. Then there is a 5% that will go to farmers, while the remaining 10% is essentially for the administration, for administration purposes. Yeah. Ili kuimarisha na kuboresha kilimo katika kaunti ya Kitui, serikali ya Kitui imenunua pikipiki 21 kwa maafisa wa nyanjani wa kilimo kuwawezesha kusafiri na kufikia wakulima walio katika sehemu za mashinani. Maafisa hao kwa muda mrefu wamekuwa wakikosa namna ya kufikia wakulima kuwapa mafunzo ya kilimo, jambo ambalo hufanya wakulima wengi kukosa ujuzi wa kilimo. Makofi na zelele, makofi na zelele, makofi na zelele. Maitu mnaangalia zelele na makofi makedete. Cycles to agricultural extension officers for fields, the Kitui Promise, on training and capacity building of farmers on modern farming technologies and good agricultural practices.
This initiative reaffirms our commitment to agricultural transformation in Kitui. We will officially commission the distribution of 21 motorcycles to our agricultural extension officers. This program, which is a collaborative effort between the Kitui County government and the national government, under the National Agricultural Value Chain Development Project, seeks to strengthen agricultural extension and advisory services for our smallholder farmers. The aim is to boost productivity, and enhance market participation and value addition by providing timely and efficient agricultural extension services. Kwingineko, mfumo wa usimamizi wa hatari kwenye mradi wa wadudu na magonjwa ya mimea ulio katika kitengo cha kulinda mimea na utoshelevu wa chakula umeangazia mapengo muhimu ya kuendeleza kilimo yatakayodhibiti wadudu. Katibu katika Wizara ya Kilimo Collins Murago amesema kwamba kunafaa kuwe na fedha na wataalam watakaoshughulikia janga la wadudu waharibifu litakapotokea. Aidha, ameongeza kwamba iwapo kutakuwa na sheria maalum katika sekta ya kilimo, basi Kenya haitapata shida katika kushughulikia majanga yanapotokea. When this country was invaded by locusts, 2019-2022, the country had no strategy to manage invasive and migratory pests. So by 2022, we had developed a strategy. And in that strategy, pillar number 2 deals with what is here. Digital and those other things. By the way, we are still enhancing it, because I think those of you who listen to news, you hear that the ministry is starting a digital roadmap to put everything on that track called in digital. And we have already secured some funding from our source. We are in the final arrangement to ensure that this country become digital. Because it has come a time when we cannot rely on walking to check things and report. Tuangazia mengine. Katika kampeni zilizojaa matumaini na ahadi, gavana wa kaunti ya Kericho Daktari Eric Mutai aliwahakikishia wakazi kuondoa mashine za kuchuma majani chai katika mashamba ya kampuni ya wageni endapo angechukua usukani wa kaunti. Ahadi hiyo iliwaacha vijana wengi wakitarajia fursa za ajira na maendeleo. Lakini miaka miwili baadaye, ahadi zimegeuka kuwa maneno matupu. Wengi wa wale walioamini wamelazimika kujitosa katika biashara ndogo ndogo kama njia mojawapo ama njia mbadala ya kujikimu kimaisha. Mwandishi wetu Collins Kiplangat anasimulia. Kericho imecollapse. Kericho iko kwa ICU kwa sababu ya machine. Ni wakati wa kampeni mwaka wa 2022. Ni machines lazima itoke. Lazima itoke. Kauli ya gavana Daktari Eric Mutai ilionekana kama mwanga mpya kwa maelfu ya vijana wa Kericho. Aliwaahidi kuondoa mashine za kuchuma majani chai katika mashamba ya kampuni za kigeni ili kuwezesha ajira kwao. Katika kijiji cha Chemasit, ukweli unajieleza wenyewe. Miaka miwili baada ya uchaguzi, wakazi hapa wanasubiri ahadi zilizowapa matumaini, ahadi zilizogeuka kama safari bila ramani. Ahadi hiyo sasa imekuwa kama funzo, wengi wakibadili mkondo wa maisha na kutoka kwenye kusubiri kwa matumaini hadi kuchukua hatua binafsi. Kennedy Kirui, aliyetarajia kupata kazi ya uchumaji majani chai, sasa ni mfanyabiashara wa hoteli ndogo. Anasema maamuzi yake kuchukua hatua yamekuwa mwanga wa maisha yake. Naendelea kwa hoteli na Mutai alituambia atakuja kutupea kazi, na akasema atakuja kutoa machine.
Sasa tulianza kazi yetu kwa sababu tulikuwa tunakungojea utupe kazi. Naye Vincent Onui, ambaye baada ya kusubiri bila ajira aliamua kuanza biashara ya kuosha magari, anasema biashara hiyo ndio msaada wa maisha yake kila siku kwa familia yake. Mimi ni mkazi hapa na ng'ang'ana na mambo ya kibarua hapa hivi kidogo kidogo. Nafanya kibarua ndogo ndogo na shona viatu, lakini hiyo kazi hakuna, ni ndogo ndogo tu hiyo kazi. Kwa mujibu wa chifu wa eneo hili, visa vya watu kuchuma majani chai kinyume cha sheria vimepungua kwa kiasi kikubwa. Anaeleza kuwa mabadiliko haya yamechangiwa na wengi kujitoza kwenye biashara ndogo ndogo kama njia ya kujikimu. Na awali tulikuwa na hii challenge ya vijana kufuka kwenda kuchuma majani chai, lakini hivi karibuni tunashukuru vijana sahii wamejihusisha na kazi mzuri, kufanya biashara ndogo ndogo. Na baadhi ya vijana wetu wenye walikuwa wanaenda kuchuna chai hapo estate wakati mmoja ni kwa sababu walikuwa wamekosa kazi. Walikuwa wanienda kuchuna chai na kurudi na kukuja kuuza. Hali hii inazua maswali mengi miongoni mwa wakazi. Ni nini kilichokwamiza utekelezaji wa ahadi ya gavana? Sasa siku ya leo nachukua hii fursa kumuuliza gavana. Please gavana, kumbuka ahadi yenye ulitupatia. Na kama unakumbuka vizuri, utusaidie. Sasa nawaambia vijana msitegemee viongozi. Mufanye kazi yenu, mtafute kidogo kidogo. Tulijaribu kuwasiliana na afisi ya gavana Mutahi ili kupata kauli yake kuhusu utendaji wake na hatima ya mashine za kuchuma majani chai, lakini juhudi zetu hazikufua dafu. Kwa sasa ndoto zinazidi kudidimia miongoni mwa vijana ambao waliweka imani katika ahadi za kisiasa. Je, vijana wa Kericho wameachwa pweke kupambana na hali ya maisha? Au je, kuna mwanga wowote unaowasubiri mbeleni? Kiplagat Collins kutoka kijiji cha Chemasit iliyoko katika eneo bunge la Bureti kwenye kaunti ya Kericho. Na shukran Collins Kiplagat kwa taarifa hiyo. Waziri wa maji Eric Muga amelalamikia utepetevu unaoshuhudiwa katika mradi wa maji taka wa Meru uliofaa kukamilika mwaka 2022. Akizungumza alipozuru kutathmini utendakazi katika mradi huo, Muga amesema kuwa serikali pamoja na wananchi wanatumia pesa nyingi kubadilisha wakandarasi katika miradi mbalimbali inayokwama, akiomba uadilifu kwa wale wanaosimamia miradi hiyo. Mradi huu wa maji taka wa Meru uliotarajiwa kukamilika mwaka wa 2022 bado haujakamilika hadi sasa, hali ambayo imeibua lawama kutoka kwa waziri wa maji Eric Muga. Umesonga kwa mwendo wa polepole sana. Tunapozungumza huko takriban asilimia 76.5, 76.5%. Katika ziara ya kukagua hatua za ujenzi, Waziri Muga alielezea kutoridhishwa kwake na utekelezaji huo, akielekeza lawama zake kwa serikali na wananchi wanaopoteza pesa nyingi kwa sababu ya kutimuliwa kwa wanakandarasi wasiotimiza wajibu wao. We are incurring a lot of expenses on extension of contracts. Kila wakati mradi unaongezwa muda, kwanza value for money kwa mwananchi wa kawaida inakosekana. Mradi huu unaogharimu shilingi milioni 874 kwa sasa umefikia asilimia 76 ya utekelezaji na unatarajiwa kuleta afueni kwa wakazi wa Meru kwa kuboresha usafi wa mazingira. Na mtazamaji, taarifa hiyo yake Zuzan Lochondo ambaye inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tunarejea na taarifa zaidi.
is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health. Na mtazamaji, karibu niendelee kukupasha. Mabadiliko ya hewa yamesalia kuwa tisho katika maisha ya maelfu ya wafugaji katika kaunti ya Marsabit. Wengi wa wakazi wamesalia kutegemea misaada tangu ukame uliporipotiwa eneo hilo. Mwandishi wetu wa Marsabit Michael Kwena na maelezo zaidi. Idadi kubwa ya wafugaji walioathiriwa na makali ya mabadiliko ya tabia nchi yaliyosababisha maafa ya mifugo katika kaunti ya Marsabit wangali wanahitaji msaada, ikiwa ni miaka miwili sasa tangu kukamilika kwa kipindi cha ukame. Waathiriwa hao wa mabadiliko ya tabia nchi wameanza kugeukia shughuli za kilimo kama mbinu mojawapo ya utoshelevu wa chakula jimboni humo. Athari hizi za hali ya hewa zimechangia kuwepo kwa ongezeko la viwango vya maskini miongoni mwa wafugaji. Kuna wafadhili wengi sana wako hapa, kwa hii mkutano niliingia. Sasa mimi naomba hata wafadhili wote watusaidie, kwa sababu wakitupatia pesa ikiisha tunarudi tu kama mbeleni. Na hakuna kitu tutajisaidia naye. Kwa sasa tegemeo wengine hakuna, ni msaada tu watu wanapata chakula ya relief ama pengine hii cash transfer. Hakuna tegemeo lingine, wote wanategemea. Na hiyo kuchangia kupoteza kwa mifugo ndio umechangia hata wale vijana wafugaji wote wamerudi town mjini, wanakaa hapo town bila kazi. Ndio inaleta wizi, inaleta mambo ya darati. Eneo bunge la Hor Kaskazini ndilo lililoathirika zaidi kufuatia majanga ya ukame na mafuriko. Baadhi ya waliopoteza mifugo wao wamekuwa na matatizo ya afya ya kiakili jimboni humo. Shirika la kijamii la Pasida likieleza kwamba limeanzisha mradi wa kuwasaidia waathiriwa wa majanga na huduma za ushauri nasaha. Our livelihood program, we are able to support these households to be able to withstand the shock of trauma and health conditions after the loss of the livestock and livelihoods. What we are doing is we are supporting this community to be able to form groups. And from these groups, we support these groups, either women groups or men group or youth groups, to be able to be giving grants for them to start alternative livelihoods, to be able to stand these shocks if it comes in future. Kulingana na afisa wa mipango katika shirika la kimataifa la Christian Aid hapa nchini Judo Togo, majimbo mengi ya kaskazini mwa Kenya yameshuhudia uhaba wa mvua ambayo kadhalika imewaathiri wakazi wake. Lots of households and communities have lost their main source of livelihood, which is livestock. Besides the declined productivity of agricultural reliant communities, because these communities rely on rain-fed agriculture, and when we experience long droughts, we are essentially saying that they will not be able to harvest anything and they have to rely on humanitarian relief. Miezi miwili iliyopita, mafuriko yaliripotiwa eneo bunge la Hor Kaskazini na kusababisha hasara mamilioni ya pesa. Shirika la Pasida na lile la PISP yamekuwa yakitekeleza miradi ya kuwapa msaada waathiriwa katika jimbo hili, ila mradi huo unafika kikomo. Michael Kwena, TV47, kaunti ya Marsabit. Kwingineko, ripoti ya shirika la kimataifa la Coalition with Purpose linaonyesha shule nyingi za msingi nchini bado zinakumbwa na changamoto za usafi wa vyoo, maji safi na miundo msingi duni, hali ambayo imeathiri pakubwa elimu kwa wanafunzi. Mwanahabari wetu Isaac Famba ameandaa taarifa hii. Shule nyingi nchini bado zinapitia changamoto za ukosefu wa mazingira safi katika masomo ya wanafunzi, hali ambayo imeonekana kuchangia masaibu ya wanafunzi kutoafikia ndoto zao maishani.
Kwa mujibu wa rais wa shirika la Coalition with Purpose Dr. Lengsley Stevenson na naibu wake Donna Thompson, mazingira machafu shuleni mara nyingi huchangia wanafunzi kuhangaika katika kupata elimu bora. I did make a soft commitment that we will do another toilet, and I believe that will be done. First, we want to see how this one is progressing, the progress that has been made here. And from what we have seen so far, they're way ahead of schedule. And he also promised that this toilet here will be done in a month or less. So we're looking forward to that. Based on the help with our team members, we were able to provide the school with a toilet. And of course, this, was brought to us by our very dear friend Elizabeth Sitawa, who's a teacher at this facility here, and she saw the need that there needed to be more toilets for the children. So very humbled to be here. We see that there's quite a number of students that attend this school. So we know that what they have is definitely not enough for the children. So we are, like Dr. Stevenson said, looking at other opportunities to see how we can help facilitate having more facilities for the children here so that it will be a better situation for them. Kando na usafi wa mazingira, usafi wa mwili hasa kwa wanafunzi wa kike umetajwa kuwa na umuhimu mkubwa, hali ambayo itasaidia baadhi yao kusalia shuleni hasa wanapokuwa katika hali ya hedhi. Elizabeth Kisiangani ni mmoja wa wanachama kwenye shirika hilo. And sanitation has been a great challenge to the school. We are very happy because to add on the sanitation, we also have the sanitary towels which have been presented to us, and we are very grateful because that is a challenge that our girls are going through as a school. Most of them even miss school because of the sanitary towels, and when their days are in, they miss school because they don't have the sanitary towels. So we are very grateful, the Coalition with Purpose movement, for being able to help our school with those things that we really need for sanitation. Shule ya msingi ya Kesogon iliyopo eneo bunge la Cherangani imekuwa hivi punde kunufaika kwa mradi wa ujenzi wa vyoo ambao unatarajiwa kukamilika kwa muda mfupi kupisha mazingira safi kwa wanafunzi. Huenda mpango huu ukasaidia katika kudhibiti maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uchafu katika shule hii. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, taarifa yake Isaac Famba inatuvusha kwenye ulingo mwingine ambapo tunapiga tathmini kuhusiana na masuala ya bajeti na makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026 yalisomwa siku ya Alhamis juma lililopita. Wakenya wametoa hisia mseto. Mwanahabari wetu Robert Gakura amezungumza na wakazi wa eneo la Murang'a. Hebu tusikilize ni yepi wameyasema kuhusiana na bajeti ya mwaka huu. Bajeti ya mwaka wa 2025-26, tujue ama wakazi wa kaunti ya Murang'a ama wamefurahia ama wameridhika na bajeti hiyo, na vile vile kuhusu mswada wa fedha ambao unatarajiwa vile vile kupelekwa katika bunge la kitaifa. Na bila kuzungumza mengi, nizungumze na wakazi. Tuanze kwa jina, tuambie bajeti ambayo imesomwa, unaona kama mmeridhika nayo, imewajali kama Wakenya? Kwa majina ni Wayne Young kutoka Murang'a County, mwanafunzi wa chuo kikuu cha University ya Murang'a. Bila kupoteza wakati, ningependa kusema kwamba bajeti hii ama mswada hii ambayo imesomwa mwaka huu ni sawia na ile iliyopita mwaka ujao, kwa kuwa kuna vitu vingine ambavyo vimeongezwa zilizofanya tukatokea barabarani kuandamana, na hivi sasa licha ya kuwa kuna there are some elements zingine ambazo wametoa katika mswada huu, kuna zingine ambazo zimeongezwa na zitaumiza wananchi. Kwa mfano, kuna mswada unaopendekezwa ambao utaongeza bei ya vitu vinavyoletwa nchini na kuongeza bei yao. Madawa vitapanda bei, na pia unapata income tax ambayo inakuja directly kwa mwananchi na raia pia itapanda. Kuna vitu vingine kama kuna ushuru inayotozwa kwa vitu vya kupewa, vitu vya donation pia vitapanda bei. Ni vitu vingi ambavyo vimeweza kuongezwa na vitatuumiza. Hivyo hata mimi kwa sasa naonelea kuwa tutarudi barabarani kama tumeshaanza tayari
mpaka tusikizwe. Asante kwa muda wako. Asante sana. Niweze kuzungumza na mkazi mwingine. Bajeti iliyosomwa unaona kama inawajali mkiwa wa Kenya? Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Ngugi, mkaaji wa Maraga constituency, na jambo la kwanza niweze kusema hivi. Finance bill ambayo iliweza kuwa presented na cabinet secretary ambaye ni wa finance John Badi, ambayo haikufavor sector education, kwa sababu ungeangalia kwamba deduction ambayo iliweza kufanyika katika education sector ni kitu ambacho kinaweza kuleta utata sana katika mambo ya masomo, na tungeomba pia wabunge mara hii watusikize na wasikize wananchi yale maoni ambayo wako nao, na hiyo deduction ambayo imeweza kufanyika katika education sector iweze kurudishwa mahali ambayo ilikuwa. Hatutaki kusikia tu wanafunzi wetu wanakuwa tax kwa maneno ya masomo, mambo ya mtihani, hilo hatutaki kusikia, na MP pia mkue kwa macho kwa hiyo na msitimize sana ambayo katika education sector. Asante sana. Kwa sababu ya muda nikubalishe nizungumze na mkazi wa mwisho ambaye ni mpiga biashara katika sekta ya bodaboda, na baadhi ya mambo ambayo tunaona yakiangaziwa ni kusemekana kuwa kutaletwa bodaboda zinazotumia stima. Ukiwa mkazi na mwanabiashara katika hiyo sekta, hili unalichukulia vipi? Kwa majina naitwa Bernard Pius, chairman wa bodaboda Murang'a County Riders. Mimi mfanyabiashara wa bodaboda. Kwa upande wa kuleta pikipiki zinazotumia stima itatuadhili sana juu hizo ni mambo hatujazoea. Tumezoea mambo ya pikipiki zingine juu tunazo, hatuoni maana ya kuleta zile zinatumia stima juu hatuangi zinapaletaje. Tungeomba tu tuvumilie, na hizi bado hatujamaliza rules zenye tulibeba nazo, alafu pole tutaangazia hiyo maneno, alafu tutajua ni aje. Asante sana. Hayo ni baadhi ya maoni ama hisia za wakazi kutoka hapa kaunti ya Murang'a kuhusu bajeti na vile mswada wa fedha ambao unatarajiwa na Wakenya. Na ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti 021 kaunti ya Murang'a. Tufululize moja kwa moja hadi kaunti nambari 006 kaunti ya Taita Taveta, kwake Julius Mariki. Na shukrani sana Robert Gakure kutoka kaunti ya Murang'a. Na kwenye kaunti ya Taita Taveta vile nimeweza kuungana na baadhi ya wakazi hapa kuuliza hisia zao kuhusiana na bajeti ya mwaka huu. Tutakuwa tunapata kusikia baadhi ya kauli zao. Bajeti ya mwaka huu ni bajeti ambayo tulikuwa tuko na matarajio, na yale ambayo tulitarajia ni kama yameguswa. Kwa mfano, tuliogopa sana kuhusu ushuru, na umezunguka ushuru ambao utaonekana si ule wenye ambao tulikuwa tunaogopa wa kufinyilia mwananchi. Kwa mfano VAT, zile taxes zenye zinaingia kwa consumables moja kwa moja tuliogopa sana. Kuna zile basics, kwa mfano tukitaja kuhusu mkate, tukitaja kuhusu yani yale matumizi ya kila siku. So hapo imetolewa kabisa, haijaongezeka. So uoga wetu ilikuwa kwamba kama itaongezeka hali ya maisha itakuwa ngumu. Kwa hivyo niseme iko balance, iko neutral. Mwaka huu mimi naona si mbaya sana, kwa sababu sisi Taita Taveta tumetengewa 5 billion ambazo hizo zitatusaidia kwa Taita Taveta County. Na tukiangalia tena nyuma kulikuwa na shida ya nini iliyopita hiyo. So sasa hii tunaona tuko sawa sisi kama Taita Taveta, tumeshukuru. Naona tu serikali yetu ifanye vile itafanya, itukishe budget, kwa sababu hata chakula iko juu sana. Wangetushikishia chakula. Hospitali yenyewe ndio hiyo, tukienda hospitalini mpaka tunaambiwa tutumie SHA, wakati mwingine inafanya kazi, saa nyingine haifanyi kazi. Sasa tulikuwa tunaomba tu waone kama vile wataweza, watusaidie serikali yani. Maana sisi ni watu wake na Kenya ni yetu na hakuna mahali tunaweza enda. Kwa hivyo mimi nilikuwa naomba tu wafanye vile watakavyofanya, wajipange, angalau mwananchi wa chini asiumie sana. Lakini kile ambacho naweza sema, hiyo bajeti kwa upande wangu mimi naona mimi iko sawa. Sioni yani iko vipi wala maoni mengine. Mimi kwa upande wangu naona iko sawa. Na ndizo baadhi ya kauli kutoka kaunti ya Taita Taveta. Mimi ni Julius Mareki.
Na mtazamaji, tudunde viwanjani. Mimi naitwa Duncan Mutua na tunaanza na taarifa hii ambapo timu ya taifa ya soka ya kinadada nchini Kenya, Harambee Starlets, iliendelea kutamba kwenye dimba la soka la Sekafa lililoandaliwa nchini Tanzania. Starlets waliandikisha ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya mabingwa watetezi Uganda. Diana Gashera, Dorcas Sikobe, Violet Wanyonyi na Martha Hamnyolet walifungia Kenya mabao kwenye ushindi huo. Haya kijiri, Tanzania waliandikisha ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya Burundi. Madhumuni yetu kuweza kuona kwamba tunafanya vizuri. Sidhani kama tunatishia, ni kujikaza tu kujaribu kuona kwamba tunapata matokeo ambayo yanaridhisha, na pia wachezaji wetu wanapata kujifunza kabla ya qualifier match ambayo tuko nayo hapo mbele yetu. In terms of the physicality, you could see that the Kenyans are more physical. They had more explosive speed going up front. But this is what we need to experience, isn't it? Our focus is to keep the ball and play it really through and creating work and playing it through the lines. Now you could see we could do it second half. Second half our game was much better. We played a much better game than the first half. First half I think the girls resorted playing the long ball and not really holding on to the ball. So with the physicality, that's something that you can't fix over time. With women, physicality, you're either born with it, it's in your genes, or we've got to get them to play with the ball. And that's where our strength lies, is really to build up the play, give the girls the confidence, running off the ball, getting into the spaces, and that's really what we wanted to play. So in terms of physicality, there'll always be physicality. That is their strength. Physicality is not our strength. There's no way we're going to compete with them. But what we can do is compete with them with the ball. And that is really, we were not going to compete with them with their physicality. Hongera kwa kina dada wakiongozwa na kocha Beldin Hodemba. Mtazamaji, na kwingineko ni kuwa makala ya pili ya mashindano ya michezo mashindano ya mchezo wa Scrabble ya bara Afrika ya chipukizi yameratibiwa kufanyika tarehe 14 hadi tarehe 17 mwezi Agosti katika shule ya Brighton International County ya Machakos. Mashindano hayo yamevutia nchi 16 zikiwemo Ghana, Nigeria, South Africa, Gambia na Sierra Leone, na wachezaji zaidi ya 170 wakiwemo nyota Olive Alila na Zablon Gure wanatarajiwa kushiriki kwenye mashindano hayo. We're going to be expecting kids from all over Africa. At the moment, 16 countries have confirmed that they will be attending the tournament. The kids will be housed here, accommodated here, and they'll be fed here. And the tournament will also take place here. So as Brighton has put this together, they're still in need of, they're still looking out for sponsors, you know, especially people, companies, you know, who, you know, have, whose products are geared towards the kids, you know, the children and the youths. It's a good atmosphere for them, for their visibility and all whatnot. And I hope we'll get the kind of sponsorship we need to pull off the second African Youth Scrabble Championship, which Kenya is hosting. Even now, one of the things that I would like to tell the players is that number one, competition is healthy. And so they should do their best. But even if they lose, they need to ask themselves, even after I have lost, what have I learned? The Kenya Academy of Sports, that is tasked with talent development, nurturing, and monetizing talents for the youths. So these are programs that fall squarely under that, and the ministry supports this noble cause 100%. Ikiwa ni mashindano ya chipukizi, kumbuke pia Kenya inaandaa mashindano haya kwa mara ya kwanza. Timu ambazo zitakuwa zinashiriki zikiwa
zaidi ya timu 16 mtazamaji. Tuangalie taarifa nyingine ambapo Flamingo Franchise ndio mabingwa makala ya mwaka huu ya michuano ya kitaifa ya ligi ya darts yaliyoandaliwa jijini Nakuru. Mashindano haya yalivutia zaidi ya wachezaji 40 walioshiriki. Klabu ya Jacaranda ilimaliza katika nafasi ya pili, huku washikadau wa mchezo huu wakitoa wito kwa Wizara ya Michezo kuenzi na kuunga mkono shirikisho hilo kama njia mojawapo ya kukuza talanta za wachezaji chipukizi na kwa wachezaji ambao ni wa kijinsia ya kike. We want the government to take note that darts is a game to help in terms of its growth. We want us to have a game that has coverage and support from both the national and the county governments. So I want to plead to the government and our members of parliament, kindly bring a policy in the parliament, bring this act so that our institution can support indoor games. We want to go to the schools and especially the secondary school where we can be able to try and nurture this talent. I know that is going to be the biggest game in Kenya and in Africa. And so you'd like to encourage more women to come in, play darts, youth and youths also. We have other games other than the league, and we are happy to sponsor them as a... Ndio furaha yake mchezo wa darts. Tuelekea ugaibuni ambapo kuna
afisa mkuu mtendaji ambaye ni Evanson Kimuri, ambaye anatoa taarifa kuhusiana na idadi ya wale ambao wamejeruhiwa kutokana na maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika humu nchini ya hapo jana haswa. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize. Swung into action, stabilized his condition and placed him on life support. He was then sent for a CT scan of the brain, which confirmed the presence of a bullet. It confirmed that a bullet had struck the left side of his head. And yes, it confirmed that the bullet had struck the left side of his head. The patient was then prepared for surgery, for emergency surgery to mitigate his condition. And at around 8:50 p.m., he was ready, and also our team was ready to start the operation. The patient was wheeled into theater, where a complex and delicate surgery was conducted by a multidisciplinary team under the leadership of our neurosurgeon, Dr. Sam Jiru. The procedure in theater lasted about 2 hours. During the procedure, an object believed to be a bullet was removed. The patient thereafter was transferred to the intensive care unit, where he is being cared for up to this moment. While his condition is critically ill, he is alive and is under close round-the-clock observation and care by our dedicated medical team. In total, ladies and gentlemen, we received 16 casualties in our accident and emergency center yesterday from the demonstrations. The injuries that were described ranged from gunshot wounds to blunt trauma. Of the 16 patients, 7 patients were admitted to the wards for further management. 9 were treated and discharged. As of this morning, 6 had undergone surgery. 2 had undergone surgery, and 4 more were on the theater list, waiting to go to theater this morning. One other patient who remained unidentified as of this morning, having sustained a skull fracture reportedly from blunt trauma to the head. We commend the swift actions of the first responders and the public who ensured the timely referral of casualties to KNH. We also acknowledge the professionalism and dedication of our medical staff, who continue to respond effectively under high-pressure emergencies. Kenyatta National Hospital is committed to providing the highest standard of emergency and trauma care. Further updates will be provided as appropriate with due regard to the privacy and the dignity of the patients involved. I close by wishing all the patients who are injured, who are in our care, a quick recovery. Thank you very much. We invite questions. Sijambo. Na awali kulikuwa na taarifa kwamba familia ilikuwa imeruhusiwa kwenda kumwona mtoto wao kwenye ICU, na pili kunazo picha ambazo zimekuwa zikisambaa sana kwenye mtandao ambazo zinaonyesha huyu mgonjwa akiwa kitandani. Kulikuwa na taarifa pia kwamba hali yake haikuwa nzuri sana, so tungependa tuambia vile mambo ilivyo na pia jina la huyu mgonjwa haswa, sababu pia kulikuwa na taarifa kwamba jina lake ni Joshua, lakini baadaye tunaambiwa anaitwa Boniface. Ikiwa utatuweka sawa. Asante sana kwa swali lako kuhusu huyu mwathiriwa ambaye yuko katika wadi yetu ya wagonjwa mahututi. Ukweli ni kwamba alifikishwa akiwa katika hali mahututi kama nilivyoguzia wakati nimesoma taarifa yangu,
ameshafanyiwa upasuaji na iko katika hali sasa hivi ambayo ni afadhali kuliko jinsi alipofika. Inawezekana kwamba kuna picha mtandaoni. Ni sera yetu kwamba wagonjwa wasipigwe picha na picha hizo kusambazwa mitandaoni bila idhini yao. Inawezekana kwamba watu wasiozingatia maadili hayo waweza kufanya hivyo kisiri na kusambaza hizo picha bila idhini ya hospitali. Kwa sasa hivi tuko katika harakati za kumtambua kwa majina yake. Jambo chanya ni kwamba baba yake yuko nasi asubuhi, tangu asubuhi. Amemtambulisha kwa jina fulani, lakini bado tunangojea udhibitisho, kwa sababu sera yetu ya hospitali ni kwamba lazima tuwe na uhakika kabla ya kuyataja majina yake. Kwa hivyo tunatumai kwamba kwa muda mchache ujao tutaweza kumtambua kwa majina yake kamili. Lakini tunafurahi kwamba kuna watu wamejitokeza wakisema kwamba ni jamii yake. Asante. Kiwango cha hatari ambayo kwa sasa tunajua lakini kiwango cha hatari asante sana. Swali ambalo limejibu awali linamhusu huyo mgonjwa ambaye huenda ikawa ndiye alionekana katika mtandao na ndiye amefanyiwa upasuaji, na nimesema alifika akiwa katika hali mahututi, na baada ya upasuaji tumeona mabadiliko. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Asante. Ni kweli kwamba jeraha alilopata kutokana na kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa mfupa wa ubongo, mfupa wa kichwa, alafu pia kukawa na jeraha katika ubongo wake kwa kiasi fulani. Ndio hivyo naweza kusema kwa sasa. Ni masaa 24 ya kwanza. Ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea. Kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake, na ndivyo nimesema kwamba kila siku tutaweza kuwaeleza jinsi anavyoendelea. At this point in time, we were uncertain. Usually when we remove any foreign bodies from bodies of injured persons, they are submitted for analysis. And that is what we will establish. I can only say that we suspect it is rubber, but we are not experts in that field. We usually were required to remove and submit them for analysis by the relevant bodies. Thank you very much. I'm Daniel from the Daily Nation. Previously, you have waived bills for the patients of this nature. Are you also going to waive this bill? We don't call it waiving. We have a procedure in the hospital. We do have a fund for disaster cases, natural disasters, civil unrests like this one, and in most cases their bills are catered for. But we are not at that point yet where we are talking about bills. The most important thing is that the patient received timely care and is continuing to receive timely care and will receive care up to the point when we think he is fit to be discharged. Yes. My name is Vera from KTN. You mentioned the patients coming with gunshot wounds. And you had you mentioned of two, one on the scalp and the patient we are talking about here that was identified yesterday on camera. Perhaps the other gunshot wounds, were they specifically to the head, to the legs?
the back. Just what kind of gunshot wounds? I may not give you the actual types of injuries, but in total we got about 7 people that we think got injuries from projectiles. And as I mentioned, 4 of them were waiting to go to surgery, so they cannot determine what kind, whether it's live or not bullet. And this particular gentleman that I have talked about, I've said we suspect to be a rubber projectile. And I said, I didn't say, but we haven't lost any of them. And I think we've discharged, if I'm not wrong, 2 that also had other injuries. I may not give you a breakdown of the various body parts which were hit by those projectiles. Last question. I am Susan Oleka from NTV. My question is the hospital doing anything special to ensure the security and privacy of the victims since now their cases are in public spotlight? Yes, we always, in our normal operations, we have elaborate security procedures. During moments like this, these procedures are heightened, and we are in collaboration with the National Police Service to ask the assistance to boost the security of not just those, but all the patients in the hospital. And we did that immediately in the course of yesterday to ask for extra security for the safety of all patients in the hospital and staff, patients and staff. So, thank you guys. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Now, kuna joto. William Sigilai, Dr. William Sigilai. Leo nimesikia joto.